nimepata taarifa. Tumekutana hapa maalum kwa ajili ya kuweza kufanya mkutano na waandishi wa habari kuhusiana na tukio ambalo tunategemea kulifanya kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7 mpaka tarehe 13. Kwa majina naitwa Gabriel Langa, ni mwenyekiti wa msafara wa Twende Butiama ambao ni maalum kwa ajili ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, msafara ambao tuliuanza mwaka huu, ni miaka 7 tangu tulipoanza. Tumekuwa tukifanya hivyo ili kuenzi mema au mazuri aliyoyafanya, lakini tukiangazia falsafa ya maendeleo ambayo baba wa taifa alikuwa akikazia kwamba tunahitaji kupambana na maadui watatu wa maendeleo ambao ni ujinga, umaskini pamoja na maradhi. Kwa hiyo kupitia msafara Twende Butiama tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali ambazo zinasaidia katika kuboresha elimu, lakini pia kuboresha afya, lakini kubwa zaidi ni mazingira. Mwaka huu tutakuwa na msafara kama nilivyosema kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7 mpaka tarehe 13, kupitia katika mikoa 11, umbali wa zaidi ya kilomita 1500, ambao tutapita katika mikoa kuanzia Pwani, Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia Singida, Tabora, Shinyanga, Simiyu na kumalizia mkoa wa Mara. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tutakuwa na siku za mapumziko katika maeneo mbalimbali, mojawapo ikiwa ni mkoa wa Arusha. Tutapumzika hapa siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, ambayo ni maarufu kama siku ya wakulima duniani Tanzania, ambayo nafikiri tutakumbuka kwamba ni siku pia maalum kwa ajili ya kumkumbuka baba wa taifa, kwa sababu ni siku ambayo harakati za kuanza kudai uhuru zilianza mwaka 1954. Kwa hiyo sisi kwetu itakuwa ni fursa pia ya kuweza kuwakumbusha Watanzania kwamba harakati zilianza siku nyingi za kuweza kupata uhuru wa nchi yetu. Kwenye msafara wetu tutakuwa na washiriki mbalimbali. Tuna washiriki wadogo wenye umri mdogo chini ya miaka 15, lakini pia tuna wenye umri mkubwa ambao sisi tunawaita sio wazee, tunawaita mamaster, ambao tutakuwa nao katika msafara. Lakini kubwa zaidi tutakuwa na jinsia ya kike ambao nao pia watashiriki. Lakini mwaka huu pia tutakuwa na huduma katika kuenzi zile falsafa za baba wa taifa. Tutakuwa na shughuli mbalimbali katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusapoti swala zima la elimu, afya pamoja na mazingira katika shule mbalimbali ambazo zitapitiwa na msafara almaarufu au naweza kusema maalum zaidi katika kuweza kuboresha elimu jumuishi kwa wanafunzi katika shule mbalimbali, ambapo kuna watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia kuna shule hizo ambazo zina mahitaji maalum ambazo baadhi zitakuwepo hapa Arusha. Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo tutayafanya, lakini zaidi pia tutaendelea na kampeni yetu ya upandaji wa miti katika maeneo mbalimbali kwenye msafara huu wa Twende Butiama. Naomba nichukue nafasi hii pia kushukuru wadhamini wetu wakuu ambao ni Vodacom Tanzania, ambao tumekuwa nao sasa ni mwaka wa 3 ambao tutaendelea kuwa nao, na mwaka huu pia tutakuwa nao na tunategemea tutaendelea kuwa nao, ambao wamekuwa wakitusaidia na kutudhamini baadhi ya shughuli ambazo tunazifanya katika msafara ili kuweza kudhihirisha ile dhana ya kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo katika kuleta au kuchangia maendeleo katika afya, elimu pamoja na mazingira. Lakini kubwa zaidi ni kuwakaribisha waendesha baskeli mbalimbali nchini ambao watapata fursa pia ya kujifunza mambo mengi ndani ya msafara, na pia tunategemea pia kuwa na washiriki kutoka nchi za nje, mikoa ya nchi ambazo zinatuzunguka, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, ambao na wao wana
watashiriki mwaka huu. Lakini pia niwashukuru waendesha baskeli ambao wamekuwa wakishiriki tangu tulipoanza msafara na wengine wamefika mahali hapa, na tuendelee kumwenzi Baba wa Taifa kwa vitendo, kwa sababu tunaamini kwamba pamoja tunaweza kuleta maendeleo ya taifa hili kupitia elimu, afya, mazingira, na hivyo kuweza kudumisha yale ambayo Baba wa Taifa alikuwa akiyafanya enzi za uhai wake. Kwa jina naitwa Zuena Farah, mkurugenzi wa Vodacom Tanzania Foundation, pamoja na kwa upande wa Vodacom Tanzania ni mkurugenzi wa mahusiano na mawasiliano ya nje. Leo niko hapa nadhani Gabriel amezungumza juu ya msafara wa Twende Butiama na kaitendea haki kweli kwa kukava kila eneo ambayo msafara huu unalenga. Lakini mimi nipo hapa kuzungumzia zaidi kwenye nafasi yetu kama Vodacom, kwa nini tunashiriki kwenye msafara huu. Ya kwanza kabisa, ukitizama maeneo mbalimbali ambayo tunalenga kwa upande wa jamii, Vodacom mwaka huu inatimiza miaka 25, na katika miaka 25 tumewekeza zaidi kwenye upande wa jamii, kuwaunganisha kwenye mtandao kwa upande wa digital inclusion, tuseme, na pia kwenye Watanzania kuingia online, meaning kwamba wawe na online presence, but also access to resources, access to information. The world now is moving to a more connected world, na sisi kama kampuni ya mtandao tunasema kwamba tunawaunganisha Watanzania kwenye ulimwengu wa kidijitali. Lakini zaidi ya hapo kuna maeneo mbalimbali ambayo Gabriel amezungumzia: elimu, afya na economic empowerment. Katika msafara huu sisi kama wadhamini wakuu, huu ni mwaka wa 3, na mpaka hivi tunavyosimama hapa tunazungumza, tumeweza kufanikisha pamoja na wadau wengine kupanda viti zaidi ya 70,000. Tumeweza kufanikisha madawati kwenye shule zaidi ya 34, kupunguza wanafunzi kukaa chini au kuwezesha mazingira ya shule yakawa more welcoming kwa students ili waweze kukuni. Lakini pia kuna wadhamini wengine tofauti ambao tunafanya kazi nao, kwa mfano ABC Impact, Stanbic Bank, ambao na wao pia wana baadhi ya maeneo ambayo wanalenga zaidi. Kwa kutoa mfano, ABC Impact wana donate baiskeli kwa wanafunzi ambao wanakaa mbali ili kuwawezesha wafike shule on time na waweze kurudi kabla giza halijaingia. Zaidi ya hapo, nafikiri sisi kama wadhamini wakuu mwaka huu tulijadiliana na kina Gabriel, tukasema kwamba kwa mara ya kwanza tutabadilisha route kidogo, meaning kwamba zamani tulikuwa tukipita njia ya kwenda Dodoma, alafu Dodoma tunaenda Singida, Shinyanga, Mwanza, alafu tunamalizia Mara. Mwaka huu kwa mara ya kwanza kwenye Twende Butiama tutapita njia ya Arusha, na leo tupo hapa kutangaza rasmi route ya mwaka huu pamoja na kufungua link ya registration kwa wale cyclists ambao watataka kushiriki. Zaidi ya hapo pia napenda pia kusisitizia kwa wote, kuna wale ambao wanaweza wakashiriki kwa siku moja. Mfano mimi hapa natoka Dar mpaka Bagamoyo, alafu tunawaachia msafara wenye ambao wanaweza, lakini hata unaweza mkaunga njiani. Wale wa hapa Arusha, kama mtatusubiri hapa Arusha tuende pamoja mpaka Mara, mnakaribishwa sana. Au kama wanaotoka maeneo mbalimbali. Gabriel alizungumzia stops mbalimbali ambazo tutasimama, na kwenye kila stop kutakuwa kuna community engagement. Tumeweza kuidentify shule na maeneo mbalimbali ambayo tutaweza kuwasaidia kwa mwaka huu, na tunalenga zaidi kwa tunasema wanafunzi wenye mahitaji maalum, students with special needs. Kwa hiyo mwaka huu kwenye kila stop ambayo tutasimama, our primary focus is people with disabilities. Kwa hiyo route yetu itaanzia tarehe 3 pale Dar es Salaam, ambayo itatanguliwa na ufunguzi tarehe 2 pale Msasani kwa Mama Maria Nyerere tarehe 2, alafu tarehe 3 tutaanza safari. Kituo cha kwanza itakuwa ni Mkata siku ya kwanza, siku ya pili itakuwa ni
Hedaru, alafu siku ya 3 itakuwa ni Moshi, na siku ya 4 ambayo itakuwa ni tarehe 6 tutaingia Arusha. Tarehe 7 tutapumzika Arusha. Nikisema kupumzika ni kwamba hiyo siku tutaitumia kwa ajili ya kufanya zile shughuli za kijamii ambazo ni upandaji wa miti, lakini pia na kutembelea maeneo mbalimbali yenye historia za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa mojawapo ikiwa ni pale makumbusho ya Azimio la Arusha. Tarehe 8 tutaendelea na safari kuelekea Babati. Tarehe 9 tutakuwa tuko Singida. Tarehe 10 itakuwa ni Singida mpaka Nzega, na pale tutapumzika. Kama nilivyosema, pia kupumzika sio kulala, ni kufanya shughuli za kijamii ambayo itakuwa ni tarehe 11. Tarehe 12 tutatoka Nzega kuelekea Bariadi, ambapo tutafanya shughuli za kijamii. So hiyo itakuwa ni tarehe 12 mpaka Bariadi, na tarehe 13 tutaanzia Bariadi mpaka Mtongo Butiama. Kwa hiyo ndio ruti yenyewe itakapokuwa. Kwa upande wa sababu ya kupita Arusha ni kwamba msafara wetu pia ni fursa ya Watanzania kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na baba wa taifa. Tunapopita maeneo kama haya, tunapita katika maeneo ambayo yana historia pia za baba wa taifa. Mkoa wa Arusha unapoongelea swala la baba wa taifa huwezi kuacha kuutaja. Lakini pia jambo kubwa ambalo Watanzania wengi hawafahamu ni kwamba wakati wa kudai uhuru, wakati wa harakati za kudai uhuru, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kuendesha baiskeli kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha. Kwa hiyo sisi ni sehemu mojawapo ya kumwenzi kwa kama yeye aliweza kuendesha baiskeli mpaka Arusha, na sisi tumeona kwamba tuweze kupita huku kama njia mojawapo ya kumwenzi. Tumeweka goal yetu ya mwaka huu ni miti 50,000, similar na mwaka jana, ila kama Gabi alivyosema, leo tumezindua rasmi moja ya tarehe tumeannounce, ya pili tumefungua registration link ambayo tunatarajia kwamba washiriki wataenda watafill information, na registration link tutaifunga mwisho wa mwezi wa 5 ili kuweza kuanza maandalizi aidha kwenye upande wa medical check, bike clinics na kadhalika. Kwa hiyo mwaka huu tumelenga miti 50,000. Akitokea mdau mwingine ambaye atataka kudonate, tutaongeza, ila lengo letu kama sisi Vodacom Tanzania Foundation tutapanda miti 50,000 kama donation yetu sisi. Kuna swali lingine kwa upande wa kufupisha msafara huu mwaka huu. Pia naomba pia nitoe au niongezee, kila mwaka msafara huu ni mwezi wa 10. Mwaka huu tulijadiliana, tukafikiria na tukasema kwamba mwaka huu tutaifanya mwezi wa 7. Nadhani sote tunaelewa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kupisha harakati za uchaguzi, tukasema kwamba kwa sababu kila Tanzania lazima naye ashiriki, it's a civic duty. With that said, tukasema kwamba mwezi gani utafaa zaidi ili tuweze kushiriki, na baada ya hapo turudi kwenye majukumu yetu mbalimbali. Tukasema mwezi wa 7 ndio utafaa zaidi. Kwa hiyo that's the reason why ni mwezi wa 7 na ni siku 10 badala ya kawaida yetu ya siku 14. Mwaka huu tunafanya kazi pamoja na cycling communities na cycling clubs za nchi mbalimbali, ambayo leo jioni watapata barua wote kuwatangazia kwamba hii tour dates ni kuanzia July 3rd mpaka July 13th, na routes ni hii, na tuna stop baadhi ya sehemu hii. Wengi either wataanza kutoka Dar es Salaam au watatujoin kuanzia hapa Arusha. Na tunaposema wanatujoin hapa Arusha, hawa international cyclists wengi, mfano kutoka South Africa, kutoka Netherlands, kutoka Marekani, wanachukua direct flights mpaka Kia. Pale Kia alafu ndio wanaweza kutujoin sisi na kwenda mpaka Butiama, alafu watarudi tena hapa na kuchukua ndege na kuondoka.
na baadhi wengine ambao tuna expect wataanza Dar es Salaam, watapofika hapa labda wataamua kwamba safari yao ndio mwisho hapa, au wataendelea na sisi mpaka Butiama. Lakini tumeweka mpango maalum wa kuwashirikisha washiriki kutoka nje ya Tanzania, na lengo kuu ni tourism, sports tourism, lakini pia kuhamasisha Watanzania zaidi kushiriki kwenye sports kama cycling. Twende Butiama kupitia Instagram, Facebook, YouTube, X, yote unaweza kutupata huko, na www.twendebutiama.com yote unaweza kupata. Lakini pia Vodacom Tanzania Foundation unaweza kupata. Jina naitwa Moses Andrea, ni mwenyekiti wa chama cha baiskeli mkoa wa Arusha na ni mshiriki wa Twende Butiama. Nafikiri kwa tangia miaka 6 iliyoanzishwa Twende Butiama, ni mwaka huu tu ndo nilikosa kwa sababu ya kazi, lakini kijana wangu pia nilimtuma alienda. Twende Butiama ina manufaa sana. Kwanza sehemu ya mazoezi, tunapata mazoezi ya kutosha, kwa sababu unakuta kwa mwaka mzima unakuwa uko kazini, lakini ukipata hiyo siku 10-13 ukirudi, yani utakuwa umefanya mazoezi ya kutosha sana. Kwa Tanzania sana tunategemea mpaka 200 kwa trip hii kwenda kupita kanda ya kwetu Arusha, sijui Moshi, tutakuwa na washiriki wengi sana. Zaidi ya 200 tutakuwepo. Kwa sababu Arusha yenyewe tunatoka kama washiriki 100 na. Sasa mikoa mingine, Butiama ni sehemu moja nzuri sana, na inatupa pia kufahamiana na watu wengi zaidi. Inawapa watu vijana mazoezi ya kutosha. Kwa jina naitwa Frank Lawrence, ni mshiriki wa mbio za Twende Butiama miaka mingi, si ndio waanzilishi. Na hapa tulienda kumwenzi baba taifa sababu ya miaka 103 ya Nyerere. Kwa hiyo hapa leo tunazindua na matembezi na Vodacom ya Twende Butiama. Mimi nikiwa ni mkongwe, kwa jina jina lingine ni Kibabu maarufu. Mimi na mwenzi baba taifa kwa vitendo, sababu nafahamu mambo mengi aliyofanya, sababu katika historia ya Tanzania ukimsema Nyerere ndio rais wa kwanza kijana kuliko marais wote. Alichukua urais wa Tanzania akiwa na miaka 39, sababu watu wengi hawajui, alichukua bado akiwa ni mdogo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mambo mengi aliyofanya, na sisi ndio maana tumeamua tuendeshe baskeli kwa kumuenzi baba taifa kwa vitendo. Na ndio maana tumeamua kujitolea sisi wenyewe, na tukiwaomba wadhamini wetu kama hivi Vodacom wanatudhamini na kuwasaidia watoto ambao wanatakia mahitaji maalum, na kusaidia shule ambao zisizo na madawati, na ushiriki wetu ndio unaofanya sisi hivi vitu vyote vionekane. Kwa hiyo naomba Watanzania wengi washiriki kuendesha baskeli. Kwanza ni afya, afya inatengeneza, baskeli inatengeneza utu, baskeli inatengeneza nguvu. Hapa nilipo mimi unavyoniona sio mtoto, mimi na jukuu na miaka 56. Hii afya yangu yote nimepata kwenye baskeli.